Hujambo na karibu kwa tahariri ya hii leo. Jina langu ni Isaac Leonard. Katika mpango wa hivi karibuni wa Rais William Ruto na wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya ambao wamekutana kwa dhumuni kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa wananchi wa eneo hilo, lengo lao ni kuimarisha ushawishi wao na kuhamasisha wananchi kuwaunga mkono katika masuala ya kisiasa na maendeleo. Hata hivyo, mpango huu unakuja wakati ambapo hali ya kisiasa katika eneo hili imekuwa tete, hasa baada ya kumng'oa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye sasa ni kipenzi cha wengi katika Mlima Kenya. Kwa kuwa Gachagua ameonyesha umahiri wa kujitolea kwa wananchi wa Mlima Kenya, kumwangusha au kumtenga inaweza kuwa vigumu kwa Rais Ruto na wafuasi wake kubadilisha mawazo ya wengi. Wananchi wa Mlima Kenya wamemuita Rigathi Gachagua kwa kiongozi wao muhimu, na kwa sasa ni mtu wanayemwazia kuwa mkombozi wao kutokana na nafasi yake ya kisiasa. Hata hivyo, mpango wa Rais Ruto na wabunge wa Mlima Kenya kuwa na mkutano wa moja kwa moja na wananchi huenda ukakutana na upinzani mkali kutokana na wananchi wa eneo hilo, hasa kama watakubaliana kuwa Ruto alikosa umakini katika kumchagua Gachagua kama naibu wake na kisha kumtenga. Hii ni changamoto kubwa kwake, kwani itakuwa vigumu kubadili mtazamo wa wengi walioona Gachagua kama mtu anayeweza kutetea maslahi ya Mlima Kenya kwa umahiri wake. Mara tena nyingine ni kwamba Rais Ruto atakuwa na ukweli wa kisiasa kwa macho yake, ambapo anaweza kuona kuwa kazi ya kubadili mawazo ya mwananchi si rahisi kama alivyodhani, hasa kutokana na maoni na hisia za watu wa Mlima Kenya ambao wamejawa na hasira na wasiwasi kuhusu kile kitakachotokea katika siasa za eneo hilo. Jina langu ni Isaac Leonard na huo ndio mwisho wa tahariri ya hii leo.